Mimi kwa majina, mimi ni Lengai. Tunasema asante sana kwa ajili ya mkutano leo uliofanyika Dar es Salaam wa jamii wa Kimasai, na mnashukuru Mungu, serikali ameamua kutuunga mkono kwa ajili ya uharibifu wa majina wa ukabila. Kwa ajili ya uharibifu wa majina ya ukabila, ambapo sisi pia tunasikitika sana tunapoangalia kwenye mtandaoni ama tunapopita mtaani. Mmoja pia nikiwa viongozi mmoja kutoka Mbeya wa Masai, niko kwenye mkoa ya Mbeya. Kwa masikitiko hicho, sisi pia kwa ajili ya jamii zote, yaani tumesikitika sana, tujafurahishwa na hilo jambo, kwa sababu sidhani kama ni Wamasai ndio wanaanza kuifanya kitendo kama haya. Nafikiri kwenye kabila zote, kwa kila kabila anapoumba Mungu binadamu yake na wahalifu, hata kwenye familia tunakuwa na wahalifu, lakini sijawasikia akisemekana kwamba familia wote, kwa maana ule mtoto wao ni muuaji. Sijawasikia akisema kwamba familia yoyote ni wauaji. Mahalifu ni mmoja tu. Ukifanya tokeo kama hilo, mahalifu ni mmoja tu. Mahalifu mmoja huwezi kusababisha jamii mzima, huwezi kaadhirika kwenye nchi mzima ama kwenye dunia mzima, ambapo tunaharibiwa majina watu wengine, na tunalaani. Napenda sana mnisikilize kwenye mtandao, na tunalaani kwa wale ule mmoja aliohusika na ile tukio kama hilo. Tunalaani kwa Mwenyezi Mungu, usiku na mchana tunanyenyekea. Mtu aliyotuharibia jina zetu, kabila letu, ama mtu aliyotuharibia maisha zetu, ila tusipate kazi mahali popote tunapotembea. Nafikiri serikali, napenda niwatangazie serikali, ajira ya serikali sio ukabila, na sio serikali ya kuilinda familia yako peke yako. Ajira ya serikali ni ya kuilinda usalama ya kila binadamu aliyoko duniani. Kwa Mtanzania, kwa mtu yeyote, bora wewe ni binadamu, bora wewe ni binadamu. Kiongozi inatakiwa anaongoza na unaongoza jamii mzima duniani kama ulipewa cheo hiyo. Ila kwenye ukabila, ukisema kwamba Masai mmoja amefanya tukio alafu akamzuru wengine wote, tunafanya kazi, tunafanya biashara kwa kila mkoa mzima Tanzania, Afrika mzima tunafanya. Alafu kwa kila anapoenda mahali unaambiwa wewe ni mtu fulani, ulifanya tukio sehemu fulani. Hatutakubaliana na mambo kama haya, na mimi pia kama mmoja wa viongozi, sisi kama wa viongozi pia wa jamii ya Kimasai, tunalaani kwa mtu yeyote anaohusika kutuharibia jina letu ama kutuharibia taifa letu, kutuharibia taifa letu, tunalaani. Hata kiwezekana kwenye jamii mzima, na ninaomba viongozi ya mila pamoja na viongozi ya serikali, hilo jambo sio jambo ndogo. Sisi ndio wenye shida, wananchi, na sio kwamba natoa kwa mfano. Sisi ni wananchi na sisi hatuna pa kwenda.
ila jina ya kusema jamii mzima wa Kimasai, hilo jina ni mbaya sana, na ninaipenda serikali mtatue ile kero, maana hizi ile kero kwenye taifa zio vizuri, na tuna hakika kwa ule uliouzika kwenye tukio kama hilo, kufanya ile uuaji ya kuua ya kumuua raia ya China, hata ule Mchina, hata kama ni raia ya China, ni binadamu, ni binadamu. Viongozi ni binadamu anayejiwekeza maisha ya familia yake, ni binadamu anayejiwekeza kwenye nchi zetu, ni binadamu ambapo ametuletea faida kwa kuajiri wa vijana wa nchi zetu, mabibi na mabwana, ambao tunafikiri kwa kila mtu anaofanya hapo. Mchina hajachagua ukabila wala ndugu, aliwapa wote kazi kama wa ndugu zake, kama wakaka, kama watoto wake kwa mfano. Sio kwamba maana yake ana ile familia. Kwa hiyo nashukuru sana serikali, muangalie tukio kama hili, tusaidie. Kwa muda kidogo naongea na wateja, lakini tuangalie jambo kama hili.